nipongeze jitihada na kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa huu wa Arusha ameendelea kufanya katika mkoa huu wa Arusha. Na nikiri uwezo wa mkuu wa mkoa huyu ni uwezo mkubwa sana. Mkubwa sana. Ana uwezo mkubwa sana. Na makongamano haya yalipaswa yaanzie kwenye kitaifa, alafu ndio yashuke huku chini, lakini yeye ametuwahi zaidi. Sasa kupitia kongamano hili, mkoa wa Arusha kwa jitihada za mkuu wa mkoa, maana yake umekwenda kufungua na kuweka kusudio la kuwafanya wakazi wa jiji la Arusha au mkoa wa Arusha kutambua fursa zilizopo katika mkoa huu. Na mkuu wa mkoa na timu yake wamekwenda kujenga daraja muhimu la kutangaza fursa zake za kiuchumi. Kwa sababu leo hii tuko hapa, lakini mamilioni ya Watanzania wanafuatilia mjadala huu. Lakini wajibu sasa upo katika kila mkoa kuainisha fursa zilizopo katika mikoa yao, kufanya makongamano ya aina hii ili wananchi katika mikoa yao waweze kujua fursa zilizopo katika mikoa, halikadhalika fursa zilizopo katika wilaya zao. Lakini wakuu wa mikoa kwa mujibu wa taratibu na hati idhini inayotoa miongozo ya mamlaka yao katika mipaka, wana wajibu wa kusimamia kila linalokuja katika mikoa yao. Pamoja na kwamba tunao mawaziri wa kisekta, lakini linapokuja swala la umeme, kwa mfano mkoa huu wa Arusha, mkuu wa mkoa anawajibika moja kwa moja bila kujali kwamba jambo hilo si la TAMISEMI. Yeye kama mwakilishi wa Mheshimiwa Rais hapa, maana yake mkuu wa mkoa hapa ndio rais wa mkoa. Katika kuhakikisha mazingira wezeshi ya uwekezaji, serikali yetu kupitia ofisi yetu, ofisi ya Rais TAMISEMI, tunaendelea na ujenzi mbalimbali wa miundombinu wa barabara katika vijiji na miji kupitia TARURA. Tunapojenga barabara katika vitongoji, katika vijiji, hatujengi tu barabara, bali tunajenga daraja ambalo linamfanya mwanakijiji aliye kijijini kutoka na kwenda sokoni kwa uharaka zaidi. Maana yake tumeongeza fursa, tumeongeza mnyororo, daraja ambalo litawafanya wakulima kusogeza mazao karibu kwa wananchi au kusogeza mazao karibu na soko. Na katika hili lazima tumpongeze rais wetu, kwa sababu bajeti ya TARURA ina ushiriki moja kwa moja na uboreshaji wa miundombinu ya mijini na vijijini. Imeboreshwa sana kutoka bilioni 200 mpaka sasa tumekaribia trilioni 1.3. Ni kiwango kikubwa sana.